Basi karibu tena katika kipindi kingine hapa Kokoto. Leo tutaangalia Qurani, naita Qurani ya 4, na ni kwa sababu ninatumia mfumo huu tuseme. Na ni Qurani ambayo ilichaguliwa na kuchapishwa mwaka 1924 na ni Qurani ya Hafs Asim. Na tutaangalia jinsi ilivyochaguliwa na process na sababu nyuma ya kuchagua Qurani hiyo moja. Kwa hiyo tuanze na hiyo kazi, na kuna baadhi ya vipengele ambayo ninapenda kupitia. Sababu ya hitaji ya Qurani moja rasmi. Mradi ulianza Cairo, Misri, kwa hiyo tutaangalia jinsi ilivyoenda pale. Mfumo wa kiraat, yani nitajaribu kueleza kidogo. Mimi si mtaalamu sana wa mambo hayo, lakini nitajaribu kuelezea hiyo kidogo. Na matokeo na usambazaji wa hiyo kazi. Na pia nitataja dhana potofu wa mradi huo, kwa sababu kuna dhana hasa kutoka wanao tuseme pinga Uislamu, wanaleta madai mengi sana kuhusu hiyo Qurani ambayo inaonekana sio kweli. Kwa hiyo pia napenda kuitaja, halafu tutahitimisha tu, nitatoa zile point ambayo tumeyaongelea kwa kifupi. Basi tuanze na sababu ya kuhitaji Qurani ambayo ni moja, au yani kuwa nayo moja ambayo ni rasmi, ambayo inakuwa ya tuseme kimataifa. Lakini wakati huo tunapoanza tuseme walipoanza na mradi huo, lengo lao haikuwa ya kimataifa, isipokuwa kwa vile ilifanyikiwa ikawa mwisho wa kimataifa. Katika Qurani zinazokubalika au kiraati zinazokubalika, na ziko 10, na kila kiraat inayo riwaya wawili. Kwa hiyo jumla ni 30 za Kiarabu hizo ambayo zinakubalika. Zinatofautiana kwa mambo mbalimbali. Kuna alama za diacritical yanayoweza kubadili maana ya neno au sauti ya neno jinsi unavyoitamka. Kuna tahija, kuna mfumo za aya, kuna zingine, na hii mimi mwenyewe nimeiona wakati ninajaribu kutafuta aya fulani katika Qurani za Kiswahili. Nafikiri ni kwa sababu Warsh na Hafs kidogo wanatofautiana, nadhani kwa sababu ninataka aya 37, ninakuta inawezekana ikawa ni 34, sijui au 38, zinatofautiana kidogo. Na hiyo sio tatizo kubwa, lakini kama unaitumia kama rejea, inabidi ujue ni rejea gani unaitumia. Okay, katika mashule na vyuo huko Misri, tofauti hizo zilileta shida. Wanafunzi walipojibu maswali labda kwenye test ya mtihani, wakatoa majibu tofauti kutegemeana na Qurani ile ambayo au kiraat ambayo wameitumia, kwa sababu hizo tofauti ndogo ndogo zilikuwepo. Kwa mfano, ukitoa rejea ya sura fulani na aya fulani, lakini katika Qurani ya yule anayesahihisha ni sura labda, lakini sio aya, hiyo inaleta shida. Kwa hiyo mambo kama hayo, au jinsi neno inavyotamka, na pia mambo mengine madogo madogo ilileta shida. Kwa hiyo wakaona kwamba ni bora tuwe na Qurani moja. Na kwa kawaida hizo tofauti sio kubwa sana, ni ndogo ndogo, lakini pia inaweza ikawa tofauti kubwa, hata kwa sababu neno inaweza ikabadili hata maana kutokana na jinsi hizo diacritical mark zinavyokuwepo katika hiyo neno. Kwa hiyo kupata Qurani moja ya kutumia ingerahisisha sana, hasa katika mfumo wa shule na sehemu za elimu. Kwa hiyo tatizo ilikuwa ya kiutendaji, yani kiutendaji kazi. Haikuwa hasa sana ya kifundisho au ya kiimani. Ilikuwa ni kurahisisha utendaji wa kazi katika vyuo. Okay, mfumo wenyewe, aliyechaguliwa kuongoza hiyo kazi alikuwa Muhammad ibn al-Hussein al-Haddad. Yeye aliishi kati ya mwaka 1865 hadi 1939. Hakuwa peke yake, alisaidiwa na wataalamu wengine wengi tu, ambao ni wataalamu wa Qurani, ambao ni wataalamu wa Kiarabu, mambo mengi tu. Na kazi yenyewe haikuanzia mwaka 1924, ilianzia mwaka 1907. Na uchapaji wa awamu ya kwanza ilifanyika 1924, ndio maana wanasema ni Qurani ya mwaka wa 1924. Kwa hiyo ndio hivyo.
Lakini baada ya kuichapa mara ya kwanza wakakuta kwamba kulikuwepo makosa madogo madogo, na bila shaka ni kawaida. Hata ukinunua kitabu unaweza kukuta neno misspell. Kuna mambo madogo madogo, kuna marekebisho waliofanya, na waliichapa nafikiri zaidi ya mara 3 kabla ya wakasema kwamba okay, sasa imekuwa nzuri. Mabadiliko yaliyofanyika sijaweza kuelewa, kwa hiyo itawezekana ikawa ni mabadiliko mbalimbali ya kurekebisha kusudi iwe kama vile walivyoipenda hiyo Qur'ani iwe. Sasa kwa nini wanachagua hiyo Hafs, Qur'ani hiyo ya Hafs Asim? Kulikuwepo zingine nyingi tu, yani 29 zingine za Kiarabu. Kwa nini wanachagua hiyo Hafs? Okay, Qur'ani ya Hafs ilitawala katika nchi ya Misri. Ilipendelewa katika utawala wa Ottoman. Pia ilihesabika kuwa rahisi kuisoma au kuikariri. Alikuwa na pia tuseme huyo Hafs alikuwa ni riwaya moja ya kiraat zile 10. Kwa hiyo ni kati ya kulikuwepo hata makorani nje ya hizo 30 ambayo hazijakubalika pia, lakini alikuwa ni mmoja wapo ya hizo 30 ambayo ni kama zile zimekubalika. Ndio maana wakasema kwamba okay, hii inaweza ikafaa. At least hayo ndio maelezo ambayo mimi nimeyapata. Sasa kiraat maana yake ni nini? Nafikiri tujaribu kuiongelea hiyo kidogo. Tunapofika kwenye karne ya 8, Qurani nyingi zinatokea. Kiraat maana yake ni namna ya kusoma Qurani, na hata Qurani yenyewe ni namna ya kusoma. Kwa hiyo Qurani, kiraat na hata riwaya yote tuseme inapotumika ni kama vile ni neno, maana moja za hizo neno zote ni kusoma au kurudia, kunukuu maneno ya Qurani. Okay? Qurani au musaf ya maandiko ya Waislamu. Nafikiri kwa Muislamu hayo yote sio magumu kuelewa, lakini kwa sisi ambayo sio Waislamu ni kama vile yani ni kitabu kimoja, mbona mnaipatia majina matatu? Hiyo inachanganya kidogo kwetu sisi wengine ambayo hatujui sana. Na wazo ni kwamba kuna Qurani moja ila kuna njia tofauti ya kuisoma. Mtu wa kwanza wa kuchagua Qurani zilizokubalika alikuwa Ibn Mujahid. Yeye alifariki mwaka 1936, yani karne ya 10. Na ninaweza kusema kwamba nimeona chati moja ya Qurani, nafikiri zilikuwa kama 700 tofauti za Kiarabu, na kati ya hizo ndo sasa lakini sijaifuatilia sana hiyo, kwa hiyo si kwamba zilikuwepo 700, sina uhakika, lakini niliona chati mtu ameweza kuchunguza kila Qurani ambaye ameweza kuipata katika maandiko, na anakuta kwamba zilikuwepo nyingi mno. Sasa huyu Ibn Mujahid anaamua kwamba tusiwe na Qurani nyingi kama hizo, bali tuyapunguze, tupate chache ambayo hizo ndo tunazikubali kama maandiko halali ya Waislamu. Okay? Kwa hiyo yeye alichagua 7 halali, zote zilisindikizwa na riwaya wawili. Kwa hiyo alichagua moja ambayo ilikuwa inaitwa Nafi al-Madani. Huyu bwana alitoka Madina. Ibn Kathir al-Maki ni mtu anatoka Meka. Abu Amr ibn al-Ala ambaye alitoka Basra. Ibn Amir ad-Dimaski wa Damaska. Asim ibn Abi al-Najud ambaye ilikuwa ni Kufa, na ndiyo sasa hiyo Qurani ya Hafs inatoka kwake. Halafu kuna Hamza al-Kufi, halafu al-Kisai. Hizo yeye alichagua, akasema hizo ndizo zinazokubalika, na kila moja ilisindikizwa na riwaya 2 au riwaya wawili, ambaye ni watu wawili ambaye pia walikuwa na aina yao ya kuisoma hiyo kiraat. Kwa hiyo kila Qurani kiraat ina aina 3 ya kuwasilishwa. Sasa ile ya mwenyewe, halafu ile ya rawia wawili. Kati ya zilizochaguliwa, nambari ya 5 ni Asim ibn Abi al-Najud, na ni riwaya mojawapo anayesindikiza ni Hafs. Tuseme Hafs ni mojawapo wa riwaya ambaye anasindikiza hiyo Qurani.
Kuna watu walikuwa wanamshuhudia Hafs kwamba alikuwa hajui kuwasilisha au kurudia maneno, huwezi ukamwamini katika kusoma kwake maana yake. Lakini wakati nimefuatilia hiyo, wanasema kwamba hiyo haihusiki Qurani, inahusika na mambo ya hadithi. Kwa hiyo katika hadith hakuaminika, alikuwa eti watu walikuwa wanamuita muongo kabisa, anatunga hadithi na vitu kama hivyo. Alikuwa hana sifa nzuri, lakini wanasema katika mambo ya Qurani haikuwa hivyo. Sasa hapo kama ni kweli au si kweli, hiyo ni maneno ya wenyewe tuseme. Halafu kwenye karne ya 15 Ibn al-Jazari ambaye alifariki mwaka 1429 aliongeza kiraat 3 zingine. Aliongeza ya Abu Jafar, Yakub na Khalaf. Kwa hiyo aliongeza 3 na hizo 3 pia zilisindikizwa na riwaya 2. Kwa hiyo jumla sasa tuko kwenye 30. Haya, matokeo ya hiyo kazi basi ilikuwa nzuri sana. Baada ya kuiweka kama kanuni ya vituo vya elimu, ikawekwa kama Qurani rasmi ya taifa ya Misri mwaka 1938. Kwa hiyo ilikuwa na mafanikio, ilirahisisha mambo ya usomaji wa Qurani na kujifunza mambo ya Qurani. Na hiyo Qurani ilichapwa na ilisambazwa na ikapewa utawala mkuu duniani, hasa kwa kupitia Mfalme Faud wa Saudi Arabia, kwa sababu alianza kuichapa kwa wingi na kuigawa bure mwaka wa 1984 mpaka 1985. Na kupitia alikuwa na kituo au tuseme kuna printing press yake kubwa sana inaitwa King Fahd Complex for the Printing of the Holy Quran. Kwa hiyo kuna sehemu ambayo wanazichapa na mpaka leo inaendelea, wanachapa makorani pale. Kwa hiyo kuanzia mwaka wa 1985 inahesabika kuwa Qurani ya kimataifa, ambayo pia kuna nyingine ambayo inaitwa ya Warsh ambayo pia ni kubwa, lakini hiyo ya Hafs ndio kubwa zaidi na ndio inayotawala zaidi. Hata hivyo, pamoja na kwamba hiyo ndiyo inayosambazwa kwa nguvu duniani pote, bado zile 30 zingine bado zipo, lakini zaidi zinatumika na watu ambaye tuseme wako kwenye vyuo au masomo ya hali ya juu kwenye mambo ya Uislamu. Kwa hiyo sio yapo madokani pia. Kuna jamaa moja ni YouTuber moja, yeye anazo zaidi ya 30, nafikiri ni 36 ambaye yeye ameweza kukusanya wakati amepita kwenye maduka huku Arabuni. Kwa hiyo zipo nyingi zaidi. Halafu kuna dhana chache ambayo ni potofu, si kweli. Watu wanadai kuhusu hiyo Qurani ambayo sio kweli. Kuna watu wanasema Qurani ya Hafs ni Qurani iliyotungwa upya. Sio hivyo. Ni Qurani ambayo iliandaliwa na ilifanyiwa labda marekebisho madogo madogo, lakini ilifanyika. Ni Qurani ambayo ilikuwepo na imeandaliwa na ikachapishwa na imekuwa ni Qurani ya kimataifa. Wengine napo wanasema kwamba leo kuna Qurani moja tu inayokubalika. Hiyo pia sio kweli. Kuna Qurani nyingi zinazokubalika, 30 kwa tuseme kidoktrini ya Uislamu, lakini pia kuna zingine ambazo zinatumika ambayo hazimo kati ya hizo 30. Kuna wengine pia wanadai kwamba Hafs ni kiraat au haina msingi katika kiraat inayokubalika, na hiyo pia sio kweli. Inatoka katika kiraat moja hizo 10 ambazo zinakubalika, na hiyo na Hafs alikuwa ni riwaya moja kati ya wale wawili ambao wachaguliwa pamoja na hiyo kiraat. Kuna wengine wanasema pia kwamba hiyo Qurani ikawa ni Qurani ya kimataifa mwaka 1924. Hiyo pia sio kweli. Ilichelewa mpaka 1985 ndio ikachaguliwa au ndio ikawa na ni hii Qurani ya kimataifa. Kuna wengine wanasema kwamba Qurani zote ziliharibiwa kwa kuficha makosa ambayo yamo ndani ya Qurani ya Hafs. Hiyo pia sio kweli. Ndio, kuna Qurani nyingi zilitupwa katika mto wa Nile kwa sababu, na hasa tuseme Qurani ambazo zilikuwa zinatumika kwenye vyuo na kwenye sehemu za elimu, vituo vya elimu, kwa sababu walitaka wawe na moja pale. Kwa hiyo hapo tuseme kwa kupunguza matatizo yale ya kwenye shule,
walijaribu kuondoa, na njia moja ambayo inatumika katika Uislamu, moja ni kuyachoma, nyingine ni kuweka labda kwenye mto au kitu kama hiyo. Kwa hiyo walitumia njia hiyo. Na pia wakati walipoprint hiyo Korani, kwa sababu waliprint mara 3 4, zile print za mwanzo ambazo zilikuwa na makosa pia walijaribu kuziondoa. Okay. Kwa kuhitimisha hiyo kipindi basi, sababu ya kuchagua Korani moja ilikuwa kwamba kwenye vituo vya elimu wanafunzi walijibu maswali tofauti kutegemeana na Korani walioitumia. Kuchagua Hafs msingi wake hakuwa ya kifundisho, theolojia au kwa sababu ndiye iliyo sahihi kuliko zingine. Hiyo sio sababu, ilikuwa ni kwa sababu waliona kwamba ni practical kuwa na Korani moja. Kuna madai yanayosema kwamba ina msingi wake katika Korani ya Uthman, lakini Korani yake haijaweza kuthibitika kihistoria. Kwa hiyo nadhani inajenga juu ya ile ya Al-Hajjaj au Abdul al-Malik. Na hiyo ni mimi ninapenda kusema kwa sababu unapoingia kwenye reference za hata ukienda Google au ukienda popote pale kwenye internet utaambiwa kwamba hiyo ni ya Uthman. Korani ya Uthman haipo leo. Kwa hiyo huwezi ukajua kama kuna msingi wowote hata na hiyo rejea. Lakini tunayo uthibitisho kidogo mzuri zaidi kuhusu Korani iliyoandaliwa na Al-Hajjaj na Abdul al-Malik. Kwa mimi ninahisi kwamba itakuwa pale ndio mwanzo wa hizo Korani zote ambayo zilizopo leo. Usambazaji ilifanyika kwa hatua. Kwanza shule za Misri, halafu taifa la Misri, halafu mataifa mengine. Ndivyo ilivyokwenda. Hata leo kuna Korani yapata 30 za Kiarabu zinazotumika. Kiraat 10 na riwaya 20. Basi tunapoendelea tutaangalia jinsi maandiko ya Agano Jipya yalivyowekewa kanuni. Na hiyo ni tofauti kabisa na jinsi Korani ilivyokuja kuletwa. Na hiyo tutaiongelea kwa sababu Korani ililetwa na wakuu wa mataifa, makhalifa ndio walisimamia kazi hizo, ambapo Biblia au Agano Jipya wakuu au watawala hawakuhusika mpaka baadaye sana kwenye mwaka wa 300 na kitu ndiyo Constantine aliandaa Biblia moja ambayo lakini kabla ya hapo ilikuwa ni watu tu wanakopi na wanasambaza. Kwa hiyo kama umefika mpaka mwisho, nashukuru. Mungu akubariki, na bila shaka tutaonana katika vipindi vingine siku za mbele. Asanteni sana.